Ndugu zangu, samanini sana lakini leo nahitaji kushare na nyinyi kama vijana. Iwe ni kijana wa kiume, iwe ni kijana wa kike. Naomba usikilize mwanzo mpaka mwisho. Hususani wewe ambaye ni kijana wa kiume. Naomba tusikilizane kwa umakini sana, ni ushauri ambao ukiusikiliza lazima ukufikishe mahali. Tunatambua kwamba wengi tunahangaika sana na ajira. Iko hivi, ninaanza na ewe kijana wa kiume ambaye unanisikiliza. Cha kwanza, ninaomba utambue ya kwamba dunia imemtupa mtoto wa kiume. Kutokea kwenye makuzi yako mpaka unajitambua, fahamu ya kwamba dunia imekutupa. Hivyo ni wajibu wako kupambana kwa hali na mali, sababu hauna option ya wewe kufanikiwa isipokuwa kutumia juhudi zako na nguvu zako. Ni tofauti kidogo na mtoto wa kike. Mtoto wa kike ana option ya kufanikiwa, na option yake ni kuolewa na mwanaume ambaye anajiweza, ni tajiri ambaye ana uwezo wa kumpambania. Lakini kwa wewe mwanaume hauna option nyingine tena. Option yako ni moja tu, kupambana kwa hali na mali. Kwa nini nakusihi hivi? Nakusihi hivi sababu watu wengi tumekaa tunasubiria ajira na tunaona zinachelewa, mwingine anauliza zinatoka lini. Kwa wewe wa kiume, hebu naomba ukaze, upige buti. Kama kweli upo nyumbani, jitahidi angalau utafute kitu ambacho utakuwa unafanya kitakusaidia. Kwa sababu dunia ya leo imemtupa sana mwanaume, yaani ukiwa mwanaume utakula kwa jasho lako. Trust me kwamba mwanaume yoyote ambaye ana uwezo wa kutafuta pesa na akasafiri akaenda mbali, ujue ametumia uwezo wake binafsi. Lakini ukimwona mwanamke amesafiri, anakwea pipa, anafly na fly Emirates, tambua ya kwamba kuna nguvu za mwanaume ambaye zimetumika hapo mpaka kumfikisha alipo. Kwa maana hiyo, wewe kama ni mwanaume basi piga moyo konde, jikaze sana, lakini tambua ya kwamba dunia imemtupa mwanaume. Umenielewa? Kwa maana hiyo, naomba uchukue hii point leo ya kwamba hakuna mtu ambaye atakuja kukusaidia wewe kama mwanaume. Hakuna siku ambayo utasema umechoka na mtu atakuelewa. Umenielewa? Hakuna siku ambayo utadondosha chozi mbele ya mtu akusaidie. Umenielewa? Lakini vyote hivyo kwa upande wa pili, namaanisha kwa mwanamke, vinawezekana kupata mtu sahihi, akamsaidia, akaepuka umaskini. Lakini wewe unaingia kwenye majukumu, fikiria tu kwamba unatakiwa uwe na familia, uoe, na vyote hivyo sio kwamba hautumii pesa, wewe lazima uingie kwenye majukumu. Lakini kwa upande wa kike, yeye anapoingia kwenye ndoa ni anaepuka umaskini. Umenielewa? Anaangalia kwamba hapa nitapata mtu wa kunisaidia sana kwenye maisha yangu. Isitoshe atakuwa anasaidia hata familia yake ya nyumbani. Kwa maana hiyo, hapo tumalize kwa upande wa kiume. Tuje upande wa kike, dada zangu. Kwa dada zangu, maisha yamebadilika sana. Kila siku wanaume wanaenda wanapata akili nyingine tena. Na tunakoelekea kuna hatari sana ya kufunga ndoa kwa mkataba. Kuna hatari sana.
Nadhani watu watakuwa hawataki kuwa na wenza, wataishi kwamba kila mtu apambanie maisha yake, maana maisha mbeleni yatakuja kuwa magumu sana. Kwa hiyo hakikisha wewe kama dada unajitunza, ukipata mtu sahihi tulia, hakikisha una focus na malengo yako. Umenielewa? Kwenu nyinyi ushauri ni mdogo sana, maana dunia imewakumbatia tofauti na wanaume. Mwanaume dunia imemtupa. Iko hivyo ndugu zangu, kama umenielewa ni nini namaanisha, basi tukutane kwenye comment section. Leo nimeamua kushare huu ujumbe, japokuwa inatakiwa tuongelee nini ambacho kina preview hapo kwenye picha hapo kwenye screen yako, lakini nimeamua kushare ujumbe huu na wewe. Asante.